Naomba nielezee kwenye swala la ikiwa upo kwenye mitihani na ukapigiwa simu na wewe ni mwanachuo. Omari, naomba ni specify hapa, naomba nikuelezee vizuri kidogo, niongezee nyama nyama maana naona sikuongea message yako yote. Nimekuja kuangalia sijaongelea kwamba upo kwenye mitihani kwamba mitihani imechanganya, kuna sehemu gani vipindi na testi zimechanganya. Kwa hiyo ngoja nikushauri kitu ndugu yangu Fikiri Omari. Sikuongelea kwenye video iliyopita, sasa nimeshtuka hapa, hebu ngoja nikuelezee vizuri. Ikiwa upo kwenye mitihani na testi ndio wakakutafuta JW, mimi cha kukushauri cha kwanza, angalia moyo wako. Kwa nini nasema angalia moyo wako? Angalia ni nini unahitaji kwa wakati huo na pia uteke riski. Lakini kwa nini nasema angalia moyo wako? Kama kweli unalipenda jeshi na unatamani siku moja ujiunge nalo, basi postpone hizo testi. Omba ruhusa kwamba ninaomba kuna shida imetokea naenda kushughulikia, nikirudi nitafanya. Kwa nini? Kumbuka hiyo nafasi ya wewe kuitwa inakuja mara moja, lakini testi au mitihani ipo kila siku. Lakini ukisema uchezee bahati, umeitwa kwenye usairi, haitajirudia tena na huenda usije ukaipata tena ya kupigiwa simu kuitwa. Kwa hiyo hakikisha unateki riski au unaangalia moyo wako nini unahitaji. Kama unaona basi tu niliapply JW nilituma barua kimakosa, basi usipostpone hiyo mitihani. Ila kama kweli una uhitaji wa kwenda kufanya usairi wa jeshi, basi postpone hiyo mitihani. We omba ruhusa kwamba kuna shida imetokea, naomba ni postpone mitihani. Omba ruhusa tu kwamba kuna shida imetokea inabidi niwepo. Kwa hiyo mitihani naomba niifanye baada ya muda fulani. Umeelewa? Utaenda ikitokea umefanikiwa kwenye usairi umepita, basi unarudi unawaambia na kuwa drop out kabisa kwenye chuo, yani nimesitisha masomo hadi tena pale nitakaporudi. Umeelewa? Ndio iko hivyo ndugu yangu. Kwa hiyo hakikisha, yani in short, kila kitu kina muda wake na Mungu ndio anapanga. Huenda ukaipigiwa simu ukaitwa. Kama ukiitwa, angalia first priority kwako ni nini na moyo wako unataka nini, afu take risk. Postpone mitihani, nenda kafanye. Umeelewa? Ukisharudi, kama ikitokea umefeli, basi ukirudi ile interview ambao umetaka mitihani yako ifanye, au chuo sijui kinapanga mitihani unaifanya lini, au mitihani ya walio postpone wanaifanya lini, utaifanya. Take risk. Ila ukiona hautaki kufanya mitihani peke yako, basi kataa ile offer usiende. Iko hivyo yani. Kwa hiyo kila kitu ni about risk my brother. Bila risk ndugu yangu hauwezi ukafanikiwa na ukafika popote. Iko hivyo. Kwa hiyo kama wewe unaona kweli una uchu wa kujiunga na jeshi, nenda kapambanie nafasi. Postpone hiyo mitihani kama ni testi, postpone tena testi hainaga noma. Sasa hivi chuoni wengi wanafanya testi. Iui bado. Kwa hiyo postpone hiyo testi hizo, utakuja uzifanye wakati mwingine, kashughulikie jambo lako mpaka linyooke. Ikitokea umerudi, basi haikuwa riziki yako. Iko hivyo, lakini itakusaidia kupata uzoefu mbalimbali. Understand? Iko hivyo ndugu yangu. Kwa hiyo ndugu yangu Fikiri Omari, nafikiri nimekujibu vizuri. Kama ile jibu la kwanza sikulinyosha, basi hapa nimeenda direct kwenye point. Asante.